kupitiliza muda, lakini pia tumewaiteni hapa kwa lengo moja. Tunakuombeni mfikishe ujumbe wetu kwa Watanzania. Tumewaiteni ili muweze kufikisha ujumbe wetu kwa wananchi. Siku chache zilizopita, hususani mwanzoni mwa mwezi Aprili, mkuu wa nchi Mama Samia Suluhu Hassan alimteua katibu mkuu wa chama cha NCCR Mageuzi kwa mamlaka aliyopewa na katiba ya nchi ibara ya 66 ibara ndogo ya kwanza kuwa mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ndani ya mwezi mmoja baadaye, mapema mwezi huu, mwezi Mei, akamteua ndugu Avelin Munisi kuwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, ajira na mahusiano, na hii ni kwa mujibu wa katiba ya nchi ibara ya 36 ibara ndogo ya kwanza. Chama cha NCCR Mageuzi kimepokea teuzi zote mbili kwa mikono miwili, kama ambavyo mteuliwa wa rais alivyopokea uteuzi huo na aliapishwa kuwa mbunge, lakini pia amekwisha apishwa tayari kuwa naibu waziri. Chama cha NCCR Mageuzi ni chama cha siasa ambacho kina malengo mengi, na miongoni mwa malengo ya chama ni kutoa dola. Lakini NCCR Mageuzi, tunapozungumzia kutoa dola, kuingia madarakani ni kwa njia halali, ndio malengo ya chama chetu. Malengo haya yanapatikana kwenye ibara ya 8 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya chama cha NCCR Mageuzi, kama ilivyo ambavyo imekuwa ikifanywa marekebisho mara kwa mara. Sasa ili chama kiweze kuchukua nchi, chama kiweze kuchukua dola, chama hicho kinahitaji kuwa na nguvu. Chama kuchukua nchi kinatakiwa kiwe na nguvu. Sasa kuna aina mbili ya nguvu za chama zinazoweza kusaidia chama hicho au kufanya chama hicho kichukue dola. Nguvu ya kwanza ni ile iliyozoeleka. Chama kinakuwa na wanachama wengi na viongozi wengi, kwa mkiingia kwenye uchaguzi mnashinda na mambo kadha wa kadha. Lakini kuna nguvu ya pili inayoweza pia kufanya chama kikaingia madarakani. Hii ni ile ya kuwa na viongozi bora na wanachama bora. Aliwahi kutuambia aliyepata kuwa makamu mwenyekiti wa chama hiki, Mama Edith Rusina Munuo, sasa ni marehemu, anasema viongozi huwa wanaandaliwa. Kwa hiyo unaweza ukaamua kuchukua nchi kwa kuhakikisha unakuwa na viongozi bora na wanachama bora. Sasa uzuri wake, unapokuwa na viongozi bora, wanakuwa ni kioo na kielelezo kizuri mahali popote wanapokuwa. Lakini ukishachukua dola, kunaendana pia na kuunda baraza la mawaziri. Kiingia kwenye uchaguzi wa spika wa bunge mnashinda, na ili yote yafanyike hayo, kinachotangulia ni uchaguzi. Chama cha NCCR Mageuzi
tulishiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mengi yamesemwa, yanasemwa, yatasemwa na yataendelea kusemwa, lakini shortly ni kwamba NCCR Mageuzi haikufanikiwa na lengo lake la kuchukua nchi kwa ujumla wake. Lakini pamoja na hayo, kutokana na viongozi ubora nao usema, mkuu wa nchi ameona ndani ya chama chetu kuna watu wanafaa, kwa hiyo ametuteulia mwanachama wetu ambaye ni katibu mkuu wa chama cha NCCR Mageuzi, Avelin Munisi. Kama nilivyosema, chama kimepokea uteuzi huo wa ubunge na aliapishwa. Kimepokea uteuzi wa naibu waziri, ameapishwa, na bado ni mwanachama wetu, ni katibu mkuu wetu. Sasa kwa chama kupata fursa ya kuingia serikalini, hili ni jambo la kujivunia. Hili ni jambo la kujivunia. Mnapata mawazo mapya. Aliyepata kuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Freeman Aikaeli Mbowe, mwaka 2014, wakati anahutubia mkutano mkuu wa Chadema ukumbi wa Mlimani City, alisema, na ninamnukuu, hatuwezi kuwaza mambo mema mapya kama tutaendelea kufikiria mabaya ya zamani. Freeman Aikaeli Mbowe, mwaka 2014, akihutubia mkutano mkuu. Tumechukua ujumbe huu kwa sababu ujumbe uko hai. Aliyepata kuwa mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi, ndugu James Francis Mbatia, akihutubia kikao cha halmashauri kuu ya chama katika ukumbi wa Msimbazi Center mwaka 2012, alisema, kitendo chema kimoja kina thamani kuliko ahadi 1000 za nia njema. Tumechukua nukuu ya viongozi wetu katika hali ya kuunga mkono kilichofanywa na mkuu wa nchi, kwamba lazima tufike mahali tubadilishe mawazo yetu, tuwaze mambo mema. Nakumbuka Nelson Mandela alikaa magerezani ya makaburu wa miaka 27. Baada ya kuachiliwa, watu wengi walitarajia visasi kwa sababu alipata maumivu ya ukaburu, lakini Mandela akasema muda alionao una umuhimu sana kuijenga Afrika ya Kusini kuliko kutumia muda mwingi kuchimba makaburi. Lakini pamoja na haya yote, waandishi wa habari, mmekuwa kisikia kuna baadhi ya viongozi ndani ya chama cha NCCR Mageuzi wamekuwa wanamshambulia Dr. Avelin Munisi kwa kuteuliwa kwake, wakisema sio mwanachama, wakibeza na mambo kadha wa kadha. Lakini chama kama chama tunaunga mkono uteuzi
lakini baadhi ya watu kwa sababu zao binafsi, kuna baadhi ya mambo waliyataka kwa Dr. Aveline Munisi, kudhalilisha utu wake kwa sababu ni mwanamke, lakini Aveline akasimama kulinda heshima yake. Amekuwa katibu mkuu wa chama, tumefanya naye kazi vizuri. Amekuwa ni mama mwenye msimamo, mtendaji mzuri, amegombea umakamu wa rais, amezunguka nchi nzima, anaijua Tanzania. Katika chama ambacho hakikuwa na ruzuku, ametoa fedha zake, amelala njaa, ameshinda njaa.